Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni Aprili 26 mwaka 2026. Tukiendelea katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Na leo tutaiangazia mada nzuri inayosema kito au kokoto. Mada iliyojengeka katika kitabu cha Hagai sura ya 2 aya 23, ambapo neno la Mungu linasema, katika siku ile asema Bwana wa majeshi, nitakutoa wewe, Zerubabeli, mtumishi wangu, mwana wa Shealtiel, asema Bwana, nami nitakufanya kuwa kama pete yenye muhuri, kwa kuwa nimekuchagua, asema Bwana wa majeshi. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Asante kwa ajili ya mibaraka yako kutupa nafasi kujifunza neno lako. Enda nasi katufanye kuwa vito katika jina la Yesu, amina. Wakristo ni vito vya Kristo. Wanalazimika kuangaza kwa mng'ao angavu kwa ajili yake, wakitoa nuru ya uzuri wake. Mng'ao wao hutegemea nuru wanayoipokea. Wanaweza kuchagua kuangaziwa au kubaki bila kuangaziwa. Lakini kila mtu ambaye anatangazwa kustahili mahali katika hekalu la Bwana lazima ajisalimishe kwenye mchakato wa ung'arishaji. Bila huo ung'arishaji ambao Bwana anautoa, hawawezi kamwe kuakisi nuru zaidi ya kokoto za kawaida. Yesu anamwambia mwanadamu, wewe wangu, nimekununua. Kwa sasa wewe ni jiwe tu lenye mikwaruzo, lakini ikiwa utajiweka mikononi mwangu, nitakung'arisha na mng'ao ambao kwao utang'aa. Utaliletea jina langu heshima. Hakuna mtu atakaye kung'oa mkononi mwangu. Nitakufanya kuwa hazina yangu ya pekee. Kwenye siku ya kutawazwa kwangu, utakuwa kito cha thamani katika taji yangu ya furaha. Mtendakazi wa Mungu hatumii muda kwa vitu visivyo na thamani. Ni vitu vya thamani pekee ndivyo ambavyo yeye huving'arisha kufanana na makao ya kifalme. Akiondoa kingo zote mbaya, mchakato ni mkali na wa kuchosha. Huumiza kiburi cha mwanadamu. Yesu anakata ndani zaidi katika uzoefu ambao mwanadamu katika kujitosheleza kwake amechukuliwa kuwa mkamilifu, na anaondoa kujiinua kutoka kwenye tabia. Anakata sehemu ya ziada na kuliweka jiwe kwenye gurudumu la kung'arisha. Analisogeza karibu ili ukali wote uweze kuondolewa. Kisha hushikilia kito hicho juu ya nuru. Mwalimu anaona ndani yake sura yake mwenyewe, na anatamka kuwa kinastahili kuwa na nafasi kwenye kibweta chake. Katika siku ile asema Bwana wa majeshi, nitakutoa wewe, nami nitakufanya kuwa kama pete yenye muhuri, kwa kuwa nimekuchagua, asema Bwana wa majeshi. Heri kupitia uzoefu huu, hata ukiwa mkali kiasi gani, ambao unaleta thamani mpya kwenye jiwe na kulifanya kung'aa kwa mng'ao ulio hai. Mungu hatamwacha mmoja wa watendakazi wake wenye moyo wa kweli aachwe peke yake kushindana na hali ngumu na kushindwa. Atamhifadhi kama kito cha thamani kila mtu ambaye maisha yake yamefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Hii ni Aprili 26, tukiangazia mada inayosema kito au kokoto.
Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu, ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu, ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa.